Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali, ambapo wakili msomi Peter Kibatala amelijibu jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam baada ya polisi Dar es Salaam kupiga stopu kusanyiko ambalo chama cha demokrasia na maendeleo Chadema walipanga lifanyike siku ya tarehe 24 ambapo Tundu Lissu atafikishwa tena mahakamani. Katika taarifa ambayo ilitolewa na jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, jeshi la polisi limesema yeyote atakayejitokeza tarehe 24 ya mwezi wa 4 2025 kama ilivyoelekezwa na viongozi wa Chadema, wakati mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu atafikishwa mahakamani, atashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limeonya wananchi kuto kujitokeza katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu tarehe 24 2025 wakati mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu atakapofikishwa mahakamani hapo ili kusikilizwa kwa kesi yake ya uhaini. Jeshi limesisitiza kuwa atakayejitokeza atashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Katazo la jeshi la polisi kwa wananchi ni kufuatia wito wa makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche kuwataka wanachama wa chama hicho na wananchi kufika kwa wingi mahakama ya hakimu mkazi Kisutu tarehe 24 ya mwezi wa 4 2025 wakati mwenyekiti wao Tundu Lissu akifikishwa mahakamani kusikiliza kesi ya uhaini inayomkabili. Heche aliyasema hayo katika mkutano wa hadhara uliofanyika viwanja vya Mbezi wilaya ya Ubungo tarehe 16 ya mwezi wa 4 2025 wakati akihutubia mamia ya wananchi waliofika kumsikiliza, akiwahimiza wananchi hao kufika mahakamani hapo bila kuwa na silaha yoyote wala kufanya fujo, bali wabebe vitambaa vyeupe pamoja na maji. Akizungumzia wito huo leo tarehe 17 ya mwezi wa 4 2025 jijini Dar es Salaam, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Mulilo amesema jeshi hilo limefuatilia mipango ya viongozi wa chama hicho na kubaini siku hiyo kutafanyika vurugu. Mulilo amesema lengo la vurugu hizo ni kushinikiza mamlaka za kisheria kumwachia kiongozi wao ambaye atahukumiwa. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linawakumbusha wahusika kuwa mahakama ni mamlaka za kisheria zilizo huru na hazipaswi kutishwa au kuingiliwa. Wakati wa utekelezaji wa majukumu yake, mahakama haipaswi kuingiliwa. Jeshi la polisi linawatahadharisha watu wote wanaohamasisha kuhusiana na nia hiyo ovu kutoshiriki kwenye mpango huo, na linatoa onyo kali kuwa wale wote na wanaopanga ambao watajaribu kutekeleza kitakachohamasishwa watashughulikiwa vikali kwa mujibu wa sheria za nchi, amesema kamanda Jumanne Mulilo. Tundu Lissu alipandishwa kizimbani kwa mara ya kwanza na kusomewa shitaka la uhaini baada ya kukamatwa mkoani Ruvuma alikokuwa kwenye ziara ya kuhamasisha ajenda ya chama hicho ya hakuna mageuzi, hakuna uchaguzi. Kabla ya kusomewa shitaka hilo, taarifa ya jeshi la polisi iliyosainiwa na kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Marco Chilia, ilieleza kuwa Tundu Lissu alikamatwa baada ya kuwepo madai ya kufanya uchochezi na hivyo jeshi hilo likamshikilia kwa mahojiano. Katika hatua nyingine, kamanda Mulilo amesema jeshi hilo limejipanga kuhakikisha waumini wa dini ya Kikristo wanasherehekea siku hiyo kwa amani na utulivu. Tunatoa wito kwa wakazi na walezi kuwa na uangalizi wa karibu kwa watoto wakati wa matembezi na mikusanyiko mbalimbali. Pia nyumba na makazi yasiachwe bila uangalizi wakati wa sherehe hizi. Suala la usalama barabarani, tunasisitiza madereva wa vyombo vya moto na watumiaji wengine wa barabara kuzingatia sheria ili kuepusha ajali, amesema kamanda Mulilo. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo kamanda Mulilo ameyazungumza wakati akitoa taarifa ya onyo kwa wanachama wa Chadema waliopanga kukusanyika siku ya tarehe 24 ambapo Tundu Lissu atafikishwa mahakamani. Wakili Peter Kibatala kupitia mitandao yake kijamii ameandika, kwa mamlaka gani kamanda Mulilo, akianza kwa kuuliza
amri yako haina msingi wowote wa kisheria. Sheria inaelekeza kwamba mashauri ya jinai isipokuwa yale yanayofanyika kwa faragha yafanyike hadharani na umma uruhusiwe kuhudhuria. Soma masharti ya kifungu cha 186 sehemu ya kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa jinai sura ya 20 toleo la mwaka 2022. Kama mna mawakili waliobobea miongoni mwenu, waombe rasmi mahakama kuondoa umma kwa mujibu wa masharti ya kifungu cha 186 sehemu ya kwanza B, Romani 1 na Romani 2 ya sheria hiyo iliyotajwa, nasi tutapambana naye kisheria ipasavyo. Acheni kujiendesha kana kwamba kubeba silaha kunawapa mamlaka ya juu ya sheria. Si Lissu ni mhaini. Acheni watu waje wamuone mhaini huyo sasa na jinsi anavyoshughulikiwa kwa mujibu wa sheria, ili nao wasifanye uhaini. Mnaogopa kitu gani? Ndugu mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Dar es Salaam, ninyi ni taasisi huru na si tawi la polisi. Msikubali polisi kuamulia namna mashauri ya kimahakama yanavyoendeshwa. Polisi wanaweza tu kutuelekeza namna tunavyopaswa kuwasiliana na vituo vyao vya A, B na C mahakamani. Hiki ndicho alichokiandika hapa wakili msomi Kibatala na kuhoji kwa Kamanda Mulilo kwamba ni kwa mamlaka yapi Kamanda Mulilo. Watu wengi mno wametoa comment na maoni yao kwenye posti hii ya Kibatala. Huyu wa kwanza anasema, mkikosa hewa wakafia mahakamani, je, uwanja na viunga vya mahakama vinatosha kuwaakomodeti mashabiki wa Chadema wote? Lakini pia mwingine anasema, kwani mahakama na polisi wanaingiliana kiutendaji? Hofu ya polisi ni ipi hadi kuingilia mahakama? Mwingine anasema kwamba mimi nilimuona Kibatala ameandika na chukua dictionary mapema, sitaki kujisumbua, kwa sababu Kibatala mara nyingi amekuwa akitoa maandiko yake kwa lugha ya Kiingereza. Mwingine anasema kwamba mwanasheria msomi umeeleweka kaka, lakini pia mwingine anasema kwamba shida ni moja, huyo aliyemwandikia anaelewa ulichokiandika au na yeye ni kama mimi? Maana naona namba tu zipo kwenye bracket, au na wewe umekosea kutaipu. Lakini pia mwingine hapa anasema kwamba Kibatala ni mmoja tu, lakini pia mwingine anasema independence of the judiciary, lakini pia mwingine anasema kwamba Mdamba ni mmoja tu, lakini pia mwingine anasema ila polisi wangekaa kimya tu, lakini pia mwingine anasema kwamba asante sana blaza, polisi wanajisahau sana huku hawajui sheria, lakini pia mwingine anasema kwamba bro, ungeandika kwa Kiswahili. Hawa wote wanazungumzia hiki ambacho amekiandika wakili msomi Peter Kibatala, ambaye mara nyingi sana amekuwa akitoa maandiko yake kwa lugha ya Kiingereza. Una nafasi ya kutoa maoni yako kwa hiki ambacho amekiandika Kibatala, lakini kubwa zaidi endelea kuwa karibu nasi kwa habari mbalimbali.